course walistahili, zilikuwa ni penalty kama 2 au 3. Penalty moja kipindi cha kwanza baada ya mlinzi wa Simba kuweza kushika mpira Lucien Dorock katika eneo la 18 na maamuzi alikuwa yuko pale pale, lakini still akashindwa kufanya maamuzi. Lakini kipindi cha pili ile tukio la Ucho na tukio la Guede yote alikuwa yanastahili kuwa ni mipigo ya penalty. Lakini ndio changamoto tulionayo, hawa ndio waamuzi ambao tuko nao, ambao imefika hatua ni lazima mjadala uweze kufanyika kuweza kuwajadili, kwa sababu tu isifike tu hatua ikawa ni lazima Simba au pengine Yanga waweze kushinda. Ni kitu kibaya. Mpira una timu 16 ligi na kila timu inataka alama. Kwa hiyo binafsi nimeona ni mechi ambayo ilikuwa ni ya ovyo na mwamuzi aliweza kuharibu mchezo wa leo hii kwa 100%. Kwa kiwalisia, kwa jinsi ambavyo ulivyotazama mechi, Singida wamenyongwa kwa sababu ilikuwa ni matukio halali. Penalty sio goli, lakini kama ni haki yao itakiwa kuweza kupewa, bado ingewezekana wangeweza kupewa na pengine wangeweza kukosa pia na bado Simba akaweza kupata matokeo. Lakini kama ni matukio ambayo yalikuwa ni wazi, unataka penalty namna gani dhidi ya zile, pengine mtu achukue kisu amchome mtu mgongoni au nini kifanyike, kwa sababu ni matukio ambayo yalikuwa ni ya wazi kabisa, kile bado mwamuzi anaamua kuzuga na kuweza kuachana nayo. Binafsi imenishangaza, lakini pia inaendelea kutoa indication kwamba tupo katika wakati mgumu sana, na kama hili jambo hatuwezi kulichukulia serious linakwenda kuharibu mpira wetu 100%, kwa sababu ni matukio ambayo binafsi nimeweza kushangaa kama mwamuzi anapataje kuwa na guts za kuweza kukataa matukio kama yale kwa kiwango kile cha wazi. Binafsi imeweza kunishangaza na kunifikirisha. Na ile ya mchezaji Joseph Guedo, naamini kwamba Yusuf Kagoma alikuwa kwenye eneo sahihi kwamba hakuweza kumfanyia madhambi mchezaji. It was a clear penalty. Ile ilikuwa ni tukio la kwanza, ilikuwa ni la Aucho. Aucho nazungumza Aucho, okay, ni Aucho clear penalty. Hakuna haya mengine tutazungumza, kwa sababu tutakuwa tunaangalia hizi timu na kuzilemba na ndio tunafurahia, lakini kiukweli mpira unaharibika. Ni matukio ambayo yalikuwa ni ya wazi, yaitakiwa waamuzi atoe maamuzi. Hebu fikiria mara mbili kama mechi ingekuwa ndio 1-1, alafu matokeo yale anafanyiwa Gueye au Anset Yaura, ingetokea nini? Kwa kiwalisia kwamba kwenye mechi hii leo waamuzi wameibeba Simba. Yaani waamuzi wanafanya maamuzi ya ovyo kwa kutoka katika ligi ya msimu huu, lakini nafikiri ni tabia zao, wanafanya, wanajua wanafungiwa, watafunguliwa tena. Nafikiri kuna haja ya kuwa na mjadala wa kitaifa kudina ya mambo, kwa sababu mpira wetu unaharibika kwa makusudi. Yaani mtu anaamua kwamba leo nakwenda na kisha kwa timu fulani iweze kushinda. Kwa hiyo yale mambo ya mpira wa miguu una matokeo matatu hayapo tena sasa hivi. Lakini kwenye matukio haya yote mawili, ukianza lile ambalo la Haridi Aucho, lakini la Joseph Guede, yupi anapaswa kulaumiwa, maamuzi gani? Ni maamuzi wakati, kwa sababu yeye alikuwa yuko wote, kwa sababu kama yeye angekuwa hajaona basi line 1 au 2 angehusika kuweza kumpa maamuzi taarifa, kwa sababu ni matukio ambayo yupo karibu ameweza kushuhudia. Kwa hiyo kuna wakati mwamuzi pengine ulikuwa kwenye engo nzuri, basi line 1 au line 2 anakuita na kwambia hii ni foul, au mwamuzi wa line 2 line 1 angesha kibendera, angesogea kwamba au angesha kwamba kuna changamoto. Lakini ikawa vile wanakuwa watu ambao wana maelewano, wanajua wanachokifanya. Binafsi imenisikitisha kwa sababu inataribia mpira. Bado Simba angeweza kushinda au angeweza kuifikia tu tuamini kwamba mpira uchezwe, sio ambayo inaweza kushinda iweze kushinda. Lakini kwa staili hizi nafikiri hatuko sehemu nzuri, na ni sehemu ya hatari, kwa sababu na timu nyingine pia zinaona ambacho kinatokea, kile ambacho kinakwenda kutuharibia ladha, lakini pia hata na ushindani. Kwa hiyo iwe ni timu yoyote, waamuzi hakikisha kwamba wanafuata kanuni na sheria za mpira wa miguu. Na ukiangalia kwenye matukio haya kwenye waamuzi, kana kwamba matukio ambayo yanaonekana zaidi kwenye mechi hizi za Simba na Yanga. Ndio nikasemaje, azifu hii ligi imekuwa na timu mbili, ambacho ni kitu cha ovyo. Na nikasema yale matukio ingekuwa kama ndio Singida wameyafanya, muamuzi angeweza kuwa na guts za kukataa? Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo binafsi mimi imenishangaza. Na hapa bado tunaanza kuwa na mashaka na waamuzi wetu. Ni kweli waamuzi hawa? Sasa hili la fungia ingia, nadhani nini mwisho wake kuhusiana na waamuzi kama tukio haya mara nyingi yanarudia? Aliwezi kusaidia kitu, kwa sababu wanajua wanachokifanya. Cha msingi tu ni kuanza upya, tuone namna hao waamuzi wanapatikanaje, mafunzo yao yakoje, na kweli wana malengo kwenye mpira. Isije kama mtu anakuja kwenye mpira kama deiwaka, hana kazi nyingine. Kwa hiyo hata ukimfungia anaweza kaenda akachukua hongo, akachukua rushwa,
wewe ukimfungia, hiyo sio kazi yake ya msingi, sio kazi yake ya lazima, anakwenda kuandaa kazi yake. Tumeshuhudia waamuzi wengine ni walimu, wengine ni madaktari, wengine ni maaskari. Kwa hiyo matukio anakuja kwenye mpira ni kama just like a fan. Kwa hiyo anakuwa hana cha kuhofia, hana cha kupoteza. Wewe ukimfungia na pumzika, baada ya miezi 6 anakuja kwenye mpira. Hasa inatakiwa tuame huko, ifike hatua watu wao wanakula mikataba ziwe ni kazi, ili mtu aweze kupima kati ya kazi yake au kwenda kuharibu kazi yake. Lakini pia wewe ni watu ambao wako trendi katika mazingira ambayo yanafaa. Leo wiki 2 tu unapata terminal. Baada ya wiki 3 tena course nyingine. Yaani unaweza ukasomea uamuzi ndani ya mwaka tayari ukawa una sifa kwenda kwenye level nyingine. Sio sahihi. Kwa hiyo lazima tufike hatua tuangalie namna kuweza kureview mafunzo yao wanapewa na nani na yakoje na yana ubora kiasi gani kwa maslahi ya mpira. Kwa hiyo kiwalisia kwamba kwenye mchakato wa waamuzi kunapaswa kuanza upya. Tuanze upya kwa sababu wewe just imagine tunakuta mtu tu from nowhere tu mwamuzi kashaingia katikati. Ukifuatilia ule mtiririko ule wa mafunzo yake, hii mitaala yao ikoje? Ni kweli inafaa kwa sasa? Hawa watu wanapatikanaje? Wanafanywa vetting ya kuweza kuangalia uwezo wao. Nini kinafuata? Kwa hiyo kuna vitu vya msingi tuangalie wanaopatikana, vinginevyo utafungia waamuzi wote. Sababu hilo sio tatizo la msingi. Tatizo la msingi lazima ujue kwamba kwa nini mtu anafungiwa. Kwa sababu nikamtolea mfano mdogo sana. Nikamwambia fikiria, natolea mfano mwamuzi alipwa shilingi 500,000 kwa mechi. Mfano, si ndio? Anaangalia nitapangiwa mechi ngapi katika msimu. Labda nitapangiwa mechi 10 kwa msimu maximum. Kwa msimu mzima. Sio wako wengi. Katika mechi 10 maana yake nitakusanya shilingi ngapi? Milioni 5. Ikitokea anashawishika kupewa milioni 20. Ni mtihani. Unaelewa hapo? Maana yake ni miaka mingapi? Ni hela ya miaka 4. Ni hela ya misimu mingapi? 4. Anatoka kwa mara moja kwa mfano. Sawa? Unafikiri huyu atakuwa na hofu? Ni ngumu. Hawezi kuwa na hofu. Unanifungia mwaka mmoja, mimi na miaka 3 iko nyumbani. Kwa hiyo lazima tuangalie vitu in details. Haya mambo tunazungumza na inafikia hatua tunaanza kuwaza kwa sababu gani? Yanaanza kututia mashaka kwa sababu ni makosa ambayo kila siku ni makosa yale yale na kuna timu zinakosa haki. Leo hii Singida pengine itakiwa aweze kupata sare, ambapo pengine ingemsaidia baadaye hizo alama 2 aingie au alama 1 imfanye ingie kwa top 4. Lakini kuna siku atashinda kwa top 4 kwa sababu alikosa alama 1 ambayo bidi apate dhidi ya Simba au dhidi ya Yanga au timu nyingine yoyote. Kwa hiyo ni mambo ambayo ukiangalia yana impact kubwa na madhara makubwa katika mpira wetu. Kwa hiyo sio mambo ya kuyaacha. Kuna haja kuwa na mjadala wa kitaifa kuangalia hawa watu ni watu sahihi kweli. Kwa kiwalisia kwamba waamuzi sio kana kwamba hawaoni matukio ila wanayaona wanashindwa kutoa maamuzi. Wanafanya makusudi. So just imagine yale makosa ambayo hata wale waamuzi wa mtaani. Unajua iko hivi. Mpira au bwana hata kwa mtaani tunamalipalia ambao sio rasmi. Nadhani unafahamu. Mtu anakaa tu anauelewa mpira anapewa filimbi. Makosa wanafanya waamuzi hata wale wa mtaani hawayafanyi. Unanielewa? Yaani ukienda kumwangalia mwamuzi wa mchangani kwenye ndondo anakuwa ana accuracy kuliko mwamuzi ambaye yuko trendy. Sio, unanielewa? Maana yake hawa si kwamba hawajui, wanafanya kusudi. Okay. Yaani wanafanya kusudi kwa bahati mbaya brother. Wanafanya kusudi. Kama ingekuwa ni kwa bahati mbaya ungeona kuna kukinzana baina ya line 1, line 2 au na kati. Kwa nini wote wanakuwa kwa sahihi? Yaani wakishaamua naamua wote. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.